Aprili 22, Jumanne, mwaka wa 2025. Miongozo ya kiti cha enzi, Yohana 19:30. Alipokwisha kuinywa, Yesu akasema, imekwisha. Kwa hayo aliinamisha kichwa na kutoa roho yake. Kwa sasa vihekalu vya ibada ya sanamu vinaendelea kueneza giza kwa vile vimeuteka ulimwengu. Kwa sababu haiwezekani kubadilisha ulimwengu kwa nguvu zako mwenyewe, lazima uwe na masaa 24. Ikiwa unaomba maombi ya masaa 24 kwa ajili ya wachungaji na wamishonari, wewe ni ofisa wa kanisa wa kawaida kabisa. Njia ya masaa 24 ni umakinikaji wa aina tatu. Unapoendelea na hili, mipangilio tatu itatokea. Umilele ni majibu tatu. Kuanzia wakati huu na kuendelea, utaanzisha nyumba ya Baptizan kamili unapofuata miongozo ya kiti cha enzi. Unapaswa kuinua ambapo uinjilisti wa ulimwengu unafanyika. Mungu husogeza kazi zote kupitia uenezaji wa Injili. Yesu alisema mwisho utakuja mara Injili itakapotangazwa kwa mataifa yote na kukuambia uwe shahidi hadi miisho ya dunia. Kwa hakika wewe ni mtu wa Warumi 16 ambaye ana Injili iliyokuwepo kabla ya uumbaji lakini sasa imefunuliwa milele na milele. Moja. Mlezi, wewe ni mlezi wa wachungaji na wamishonari. Kipengele muhimu ni kuanzisha kanisa katika maeneo ya wenyeji. Mkutano mkuu lazima uundwe miongoni mwa wenyeji na kuwasaidia wamisionari. Mkutano mkuu lazima ufanywe ili kuwalinda wamisionari hata kutoka kwa kanisa lililowaagiza wamisionari. Kuanzishwa kwa mfumo wa ufadhili wa masomo mahususi kwa ajili ya watoto wa mishonari ni muhimu pia. 2. Mfanyakazi mwenza lazima uwasaidie remnant na wanafunzi kugundua talanta zao. Lazima pia uwasaidie kutumia utaalamu wao na kuwa na utandawazi. Hivi ndivyo wenzi wa ndoa Priscilla na Akila walifanya. 3. Wenyeji ni wale ambao ni kikosi cha siri kinachowaokoa wachungaji na wamisionari. Hii ni huduma ya remnant ambayo huwasaidia wamisionari kufanya misheni na kuwainua remnant shambani. Wao ni waashi watakatifu wanaopokea jibu la jengo la kanisa. Kutaniko zima lazima liombe ili liwe mlinzi, mfanyakazi mwenza na wenyeji. Mungu ndiye atakayejibu na kutoa baraka. Imani ndiyo makadirio na baraka ndiyo suluhu. Sasa ninyi pamoja na wamisionari lazima mwende na 777, umakinikaji wa aina tatu, mipangilio tatu, and majibu tatu kwa ajili ninyi nyote ni mabalozi wa Utatu Mtakatifu. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba uwajalie wamisionari nguvu na uwezo wa kweli wakati huu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.